Watu wa Njombe, hasa wanaozungumza lugha ya Kibena, wanajulikana kwa kuwa na makabila ya Wabena na Wafipa, ingawa pia kuna makundi mengine ya kikabila na watu kutoka sehemu mbalimbali za Tanzania. Leo hii tunawaangalia Wabena na koo zao mbalimbali, lakini hasa koo ya kina Mkongwa na historia yake na jinsi walivyoenea katika mkoa wa Njombe. Wabena hawa ndio wenyeji wakuu, wanapatikana katika maeneo mengi ya mkoa wa Njombe, wakiwa na tamaduni na desturi maalum. Ukiwa Ubenani, ziko koo kadhaa. Kuna koo za kina Mwanjila, koo za kina Mbigili, kuna koo za kina Mwasongwe, lakini kuna koo ya kina Mkongwa pamoja na koo nyingine kadha wa kadha. Lakini Kibena ni lugha tajiri sana kwa maneno, na pia ni lugha ikiwa na lahaja kuu 5 zikianzia na ki. Kuna Kilavugwi maeneo ya kule Lembula, lakini kuna Kisovi kuanzia Lusisi kule hadi Makambako. Halafu kuna Kimaswamu, huku ni huko Imalinyi, Njombe mjini na sehemu ya kata ya Mdandu. Lakini kuna Kilupembe, Lupembe huko. Lakini kuna Kimavemba, hii ni kutoka huko Uwemba na sehemu ya tarafa ya Igominyi. Leo hii tunaangalia moja ya familia kubwa ya kina Mkongwa. Hii kwa sasa imetengeneza umoja wao, na hii wameipatia jina kubwa, Mkongwa Royal Family. Familia hii imekuwa na utaratibu wa kila inapomaliza mwaka na kuanza mwaka mwingine, basi wanafamilia hukutana pamoja kusherehekea pamoja na kumtolea Mungu sadaka kwa kusaidia watoto yatima na makundi mbalimbali yenye uhitaji. Mwaka 2025 wanafanya zoezi hili. Shughuli yao inaanza kwa kutembelea kituo cha kulelea watoto yatima Compassion kilichoko mtaa wa Kambarage, Njombe mjini, na hapa wanawasilisha msaada wao. Huyu ni chifu wa familia hii ya kina Mkongwa, na huyu ni mwenyekiti wa familia hii ya kina Mkongwa, wote walioko ndani na nje ya Tanzania. Lakini hawa ni wanafamilia kama unavyowaona. Tunashukuru kwa kutupokea tena. Mungu aendelee kuwabariki na kuwatia nguvu katika kuwahudumia watoto wetu. Asante sana. Naomba sana sala. Amen. Karibu baba. Nashukuru kupata nafasi. Mpenzi ya Mungu ametusaidia, tumevuka mwaka mpya, tumepokea vizuri na kwa neema ya Mungu tusifika. Na kwa agizo kwamba pendaneni ninyi kwa ninyi. Kwa vile tunapendana sisi kwa sisi, inabidi hata watoto wetu tuwapende. Kwa tulicho nacho tunapenda utupokee ili kufanyie kazi wajao. Huu ni upendo ambao tuliagizwa na Mungu kutoka kwa binadamu. Na tunashukuru hata huku kuona hali kama hivi. Ndio maana hatukutoka wote. Ndio. Tunasema walau wabaki, kwa sababu kama watu wanakuja hivi unakuta wengine tuna sawa. Kisha kwa sababu wasikute nyumba imebaki wazi. Ndio. Tulikuwa kwenye ibada na tukana mwaka jana nimekuja tena nikawapokea mimi mwenyewe. Nawashukuru sana kwanza kwa moyo wenu wa kujitolea. Ambapo kwa wengine si rahisi. Kwanza kutoka kule mpaka kuja huku nashukuru kwa sababu ni moyo. Kwanza nasema ile tamaa tu ya kupenda inatosha kabla hajatoa kitu, ni tamaa. Kwa kweli Mungu awabarikini sana, tunawashukuru sana. Mungu azidi kuwabariki sana sana. Na sisi tuko pamoja na nyinyi. Mungu awabariki sana. Pamoja na hilo, nadhani hatuwezi kuondoka hivi hujafahamu yule ni nani. Mimi ninayeongea naitwa chifu tu, lakini chifu mwenyewe kwa jina mjui. Nadhani hata utamtambua kwamba anakaa wapi. Ufahamu hapa kina Mkongwa tuko wengi, lakini wengine wanakaa mbalimbali. Sio kwamba tumekaa Njombe wote. Ufahamu nia na madhumuni kuja hapa wamegharamia kuliko hicho ulichopokea. Kwa nadhani nianze mwenyewe. Mimi naitwa Charles Msanda Mkongwa Mbenyera.
Ni chifu wa mkoa wa Njombe. Nashukuru sana. Kwa hiyo anayefuata nadhani naye ndugu wangu hapa. Asante baba. Mimi naitwa Albert Emmanuel Mkongwa. Mimi ni mwenyekiti wa Mkongwa Royal Family, taasisi ambayo inajumuisha au inaunganisha familia nzima ya Mkongwa ambao tuko ndani ya nchi na kuna wenzetu pia wako nje ya nchi. Kwa hiyo ni taasisi ambayo iko katika kila mkoa, katika kila mataifa mengine ya nje pia. Kwa hiyo wote tumeungana pamoja kama familia tukiwa chini ya kiongozi wetu chifu, kama familia moja ambayo tunakuwa pamoja, tunashirikiana pamoja. Lakini kaka Meshak, endelea. Naitwa Meshak Mkongwa, Meshak Godhad Mkongwa, naishi Njombe, naishi hapa Pambia. Asante kaka. Naitwa Alphonse Mtaki Mkongwa, naishi Mbeya. Nashukuru sana. Mimi naitwa Marko Mkongwa, ninaishi, baba ni Mtaki Mkongwa, mimi naishi Rugenge. Mimi kwa jina naitwa Elias Mkongwa, naishi Mafinga. Asante. Na mimi naitwa Caesar Dickson Maulaga Mkongwa, naishi Moshi. Nashukuru sana. Mimi ni Sehimba Catherine Albert Mkongwa, Mkongwa. Asante. Mimi naitwa Elisifa Abieli Mkongwa, ni mke wa kaka yake na Mkongwa Albert. Naitwa Getruda Mbunda, ni mjukuu wa mchungaji Emmanuel Mkongwa. Naitwa Karen Abiel Mkongwa, mtoto wa Abiel Mkongwa. Asante. Na mimi naitwa Faraja Dickson Maulaga Mkongwa. Unatoka. Mimi nichukue nafasi hii kwa niaba ya familia hii kuu ya kichifu ya Mkongwa kuwashukuru kwanza wanafamilia wote tukiongozwa na chifu kwa moyo huu wa upendo wa kuchanga chochote kidogo kwa ajili ya watoto hawa ambao hawana baba, hawana mama. Lakini Mungu anatutumia sisi kuwa sehemu ya kuwapa faraja katika ulimwengu huu. Kwa hiyo niwashukuru sana wanafamilia wote kwa mchango wenu. Asante sana. Lakini kwa upande wa Sister Cecilia pamoja na kituo cha Compassion, tunashukuru kwa kutupokea tena. Mungu aendelee kuwabariki na kuwatia nguvu katika kuwahudumia watoto wetu. Asante sana. Naomba sana sala zako. Amen. Isifa Abieli Mkongwa. Natukika kama nimeshiriki hapa Njombe, hii ni mara ya pili. Kwa hapa. Ndio. Namshukuru Mungu hata kuungana na wenzangu kushiriki tukio kama hili. Maanake sisi hao ni watoto wetu, ni ndugu zetu, ni watoto ambao hawana wazazi, hawana baba, hawana mama. Sisi ndio wazazi wao. Baba tukusanyika hapa pamoja na wamama, sisi ndio tunatakiwa tuchukue jukumu la kuwatunza hawa watoto. Amina. Kwa hiyo Mungu ametusaidia tumefika hapa. Nashukuru sana Mungu kutupa nafasi ya kuja leo hapa kukutana na familia hii kwa pamoja. Nafahamu kwamba watu wengine wanakaa Dodoma na mahali wengine wanakaa Mbeya. Lakini Mungu ametuleta hapa kwa ajili ya kuona watoto hawa. Hata sasa hivi kama hawapa, lakini tuliomuona huyu mama anatosha, ametufajiri sana, ametupokea vizuri, tulicho nacho zawadi yetu. Tunaendelea kumuomba Mungu tunapoondoka hapa atupe maisha marefu, atakayefika na mwaka kesho tarehe kama hii tuweze kufika tena tuwaone watoto na tutoe chochote tu. Hata tukifa tuweze kufa wote. Shughuli ya pili ilikuwa ni kurejea kupata burudani. Familia hii ilivyo na utajiri, basi imetengeneza bendi yake yenyewe. Bendi hii inaitwa Mkongwa Royal Family Band. Vipaji vya kuimba wanavyo kama unavyowashuhudia.
Makabila haya yana ngoma zao mbalimbali za asili, lakini hii ni ngoma ya asili kutoka familia hii ya kina Mkongwa, na hivi ndivyo ambavyo huwa inapigwa na wao, hivi ndivyo wanavyocheza. Wako wanafamilia ambao hawaelewi vyema historia ya familia yao. Makutano haya yanatoa nafasi kwa viongozi wa familia hii kuelezea japo historia fupi ya jinsi koo yao ilivyoanza, na mpaka leo hii wako na umoja huu. Fungua mkutano huu kwa maombi kama ilivyo desturi ya makabila haya. Mungu humtukuza hasa. Hii ni historia fupi ya familia hii ya kina Mkongwa, Mkongwa Royal Family. Tunawapa nafasi, tunawapa microphone wazee wetu hao waliokaa kwenye hizi meza hizi, watazungumza kuhusiana na historia ya ukoo wetu. Kila mmoja atazungumza kwa jinsi anavyofahamu, alafu kama tulivyosema, tutacompile, tutaweka vizuri kumbukumbu, alafu tutaandaa taarifa rasmi. Kwa hiyo leo kwa maana nyingine tuna launch au tunaanzisha project ya ukoo huu wa kina Mkongwa ulianzaje na sasa tuko wapi? Kwa kweli, kwa bahati nzuri ikabidi tufanye kazi pamoja na marehemu ndugu wangu Godfrey ili tumuone ndugu wangu ile toka Mafinga, lakini Godfrey alienda akaongea. Nadhani kwa sasa hivi ndio atakufungulia kikao, maana tulianza naye na tuko wapi. Hata mimi kama naye maandishi ya kwake kidogo, lakini yeye maana yupo, naomba yeye aanzishe na kuomba. Asante Chief, makofi. Sasa Baba Elias, naomba uje hapa mbele kabisa. Wewe umepewa nafasi ya kipekee na Chief mwenyewe. Waliacha maandishi na mimi hapa nazungumza, akaachiwa mzee Menadi maandishi yale yale, na mimi nitakayozungumza hapa si yangu mimi, ni ya wazee wetu waliokuwa wanaandika haya mambo yaliyokuwa yanatokea. Mimi nimechukua hapa kwa ufupi. Ningependa kama wangekuwa wanajua, kila mmoja angekuwa na kalamu, manake mkisikiliza tu mtapita hewa. Lakini haya nitakayozungumza ndio ukweli ulivyo na koo zetu zilivyo. Kwanza kihistoria, sisi chimbuko letu ni wapi? Wakina Mkongwa wapi? Tulitoka wapi mpaka tunaitwa wakina Mkongwa? Kufika neno wakina Mkongwa ni kizazi cha 5. Toka tulipoanzia huko ni kizazi cha 5 ndio tukaitwa wakina Mkongwa. Sasa nitaka niseme hivi, chimbuko letu la kwanza sisi hapa
tungekuwa kama kufukuzwa Tanzania, tungefukuzwa. Tunatoka South Africa, Zululand. South Africa huko ni wazungu, sisi wadada, sisi ni wazungu. Tulitokea South Africa. Kuna mtu mmoja aliyekuwa anaitwa Mfwimi Mwindaji, akasafiri kutoka South Africa akaingia Msumbiji, kutoka Msumbiji akaingia mkoa wa Ruvuma, kutoka mkoa wa Ruvuma akaingia Liganga, mkoa wa Njombe, Rudewa, wanaofahamu Liganga, akaingia pale. Kutoka pale akaja Uwemba, kutoka pale akaja Magoda, kutoka Magoda akaja nyumbani tu, ndio akafanya makao yake Magoda. Huyo Mfwimi. Kutoka hapo alipofika nyumbani tu akafurahi eneo lenyewe lilivyokuwa na ukarimu wa wenyeji wa Bena wa pale na chifu aliyokuwa pale wa mila wakati ule. Ndipo akafanya, yeye alikuwa kazi yake ni kuwinda wanyama wa porini. Sasa alibarikiwa kitu kimoja, ndio maana anaitwa Mfwimi Mwindaji kutoka South Africa. Kote kwa kuwinda wanyama, anakuja anatembea kuwinda wanyama. Na alipofika nyumbani kwa wakati ule kulikuwa na wanyama wengi sana, na akamkuta huyo mtemi aliyekuwepo pale. Yule mtemi alifurahiwa sana na tabia ya Mfwimi, akamkaribisha, akamuoza binti yake. Huyo binti yake aliolewa na huyu Mfwimi, akasema sasa mimi South Africa sirudi, nitabaki hapa nyumbani yetu. Sasa hapo nyumbani yetu ndio akamzaa mtoto wake mmoja anaitwa Ngilivika. Ngilivika kwa lugha ya Kizulu, lugha ya kwao huko ya Wazulu, amesema mwindaji, mzururaji. Ngilivika mzururaji, ndio maana Ngilivika kule kwa lugha ya kwao. Huyo Ngilivika ndio Ngilivika huyo akaja akamzaa. Sasa akaja akatokea kutoka kwa Ngilivika, akaja akazaliwa Mkongwa. Mkongwa kaja Kaemele, Kaemele kaja Muhimba, Muhimba kaja Mbeyela, Mbeyela ndio kizazi tulicho nacho. Hiki tulicho nacho hiki ndio amezaa Mbeyela. Na Mbeyela ametoka katika kizazi gani? Mbeyela ametoka katika kizazi cha Muhimba. Wanaokwenda Nyahanja wanafikiria kaburi kule, yule ndio aliyezaa Mbeyela. Hakuzaa Mbeyela peke yake, alizaa watoto wanne. Mtoto wa kwanza alikuwa anaitwa Mwaliosi, akafuata Fute, akafuata Kiswaga, ndio akaja huyo Mbeyela. Hawa watoto niliowatajia hapa wote hao ni damu moja, msije mkaona. Fute, Kiswaga na Mbeyela mwenyewe. Na huyo Ngilivika manake alifia vitani, kwenye vita ile ya Wajerumani ndio alifariki. Sasa katika historia yao hawa watoto watatu, Muhimba akawa sasa nguvu zinamwelemea, akawaita hawa watoto wake watatu, Kiswaga, Fute na Mbeyela, njoni hapa.
nina neno na ninyi. Akawaambia, mimi hapa, mimi kama mzee wenu naona nguvu zinanielemea. Sasa kila mtu hapa nimeleta zawadi 3 hizi hapa. Zawadi alizoweka mbele yao zilikuwa mkuki, ungo pamoja na ndama, ng'ombe, ndama mdogo tu, ndama. Sasa mkubwa alikuwa Fute. Akasema, sasa simameni hapa, kila mmoja achukue anachotaka, ni zawadi yangu. Wale watoto hawa watatu, wa kwanza ndio Fute, alichukua ungo. Alipochukua ungo akasema, kaa pembeni hapo. Akaja Kiswaga akachukua kale kandama. Akaja Mbelela akachukua mkuki. Mtoto wa mwisho mdogo akachukua mkuki. Yule baba yao akaanza sasa kuwatafsiria maana ya zawadi hizi. Zawadi aliyechukua ungo, bana nini, huyu ndugu Fute aliambia, wewe utakuwa mtambikaji katika familia hii, na wewe Kiswaga uliyechukua ndama ndio utakayorithi na kutunza mali yote ya sisi wote, kwa mfano mifugo yote itakuwa chini yako. Fute. Akaja wa mwisho ambaye ni Mbelela, ndio akachukua mkuki. Sasa wewe Mbelela umechukua tena mdogo, umechukua mkuki, wewe ndio utakuwa mtawala wa nchi yote. Ndivyo ilivyokuwa. Baada ya hapo, wale watoto walichukua kama walivyo zile zawadi na kupata elimu ile ya kuelimishwa, wakachukua kama walivyoelimishwa na baba yao, na ndivyo tukaendelea. Leo hii sisi wenyewe hapa tunasema Kiswaga, mbona mgeni na muoa ni Mkongwa. Fute ni Mkongwa. Mwelewa kuanzia sasa hivi. Kwa sisi wote hapa wakina Mkongwa, ukimwona Fute ni ndugu yako, ukimwona Kiswaga ni ndugu yako. Msije mkasema wageni, mbona huyu anaitwa Mafute. Yale yalikuwa ni majina tu, Ni sasa na huyu anaitwa John, mwingine anaitwa Paulo, mwingine nini, ndio hivyo. Lakini watoto wa mtu huyu pengine tungesema Ngilivekasi aliyekuwa ndio amezaa huyo Mkongwa. Sasa sijui tuanze kutafakari wote kizazi tulionacho sasa hivi. Mimi nashukuru bado vijana wengi, chipukizi wengi sana, tujaribu kukaa na kutafakari ili tuweze kuunda hiki kizazi cha Mkongwa kiwe kweli imara. Kinatakiwa elimu kubwa sana. Kinyume cha hapa tutakuwa tunafanya sherehe, lakini bado ile misingi ya muhimu ya ukoo wetu wa kina Mkongwa tutakuwa tunazidi kufikia. Hata vizazi vyetu vinavyokuja. Mzee wetu Elias Mkongwa, asante sana. Ameongea mambo mazuri sana ya historia na tumeweka kwenye kumbukumbu, na pamoja na kwamba kuna wengine hawajachukua kalamu na karatasi, lakini na mimi nimeweza kuyasikia na kuyashika. Sasa nitampa nafasi Chief aweze kuongea maneno machache, alafu tutaendelea na watu wa mada wengine. Karibu baba.
Kaobiti. Kwa kweli napenda kumshukuru kwa yale yote aliyosema, ni vizuri, ametufungua vizuri kwamba hapa sasa tuko hapa. Sasa na mimi napenda kusema kwamba nilikusha kabidhiwa nafasi nitoe taarifa za ukoo wetu ulikoanza na sasa tuko hapa. Ameanza sasa, mimi nitoe taarifa mimi sasa, kama singekuwepo mlivyoniagiza ningesema nini bila aliyekuwepo? Ninasema mimi nilikuwa ni baba zangu wawili, baba aliyonizaa na baba mdogo, waliosema kwamba na mimi niyasikia na ninazingatia, na ndio ambaye ningesema leo. Nashukuru kwa kuongoza kwamba tulitoka wapi mpaka kufikia huko nyumbani yetu, na ndio sasa makao makuu na Mkongwe walio wengi, hata Wahehe na Wakinga wanakuja kuabudu pale nyumbani yetu, kwa sababu ndipo alifikia Rufiji. Sasa mimi huko nilipotoka nisali zake, wale wazee wangu walieleza tofauti kuliko alivyoeleza yeye kidogo. Baba yangu mimi mzazi na mdogo wake walisema hivi, katika kuzaliwa Kahembe, maana yeye ni mtu kama Vahembe hela mlupo kamili mbali hela, amezaliwa kama ubini kamili, hakuna baita wakati huyo Hembe ndio kwa mfini. Sasa Kahembe ndiye aliyezaa Swaka na ndio aliyezaa Futi na ndio aliyezaa Mkongwa. Sasa Mkongwa ndio alija kuzaa Muhimba, lakini kwa sababu Fute, Kiswaga na Mkongwa kama nilivyosema mwenzangu ni mdogo kuliko wale wakubwa, lakini mzazi wao ni mmoja huyo Kahembe. Na hivi vitu vilivyoweka kwamba nenda mkachukue pale ngao na nini, Kiswaga alichukua jembe, Fute alichukua ungo, Mkongwa alichukua mkuki. Sasa Mkongwa kama mkala ni wapiga kaka zake, nikabidi huyu Fute nyumbani tu, Kiswaga kaenda ule mlima kutoka kama mwenda Kidugala, akakaa pale Kidugala Kiswaga. Ye Mkongwa sasa mimi nitabaki pale hapa. Mkongwa ndiye alije kuzaa Muhimba, na Muhimba amefia pale Hanja kwa vita alio, mimi siwezi kuwa mateka. Nyumba yake ilikuwa ya treni, akakata zile nguzo zilizoshikilia dari ile, maana nyumba zile tu ameweka full suit, juu tunazeka udongo na chini tena matope kama vile. Akakata ile miti zile nguzo, udongo ukamwangukia, akafia pale pale kabisa, ziko pale pale. Huyo Muhimba na ndio aliyezaa Mpelera. Muhimba amezaa Mpelera na Mpelera ndio akaja kuzaa mtoto wa kwanza ni Gosi-Gosi, mtoto wa pili ni Mpangile ambao alizaliwa siku moja, mkubwa na mdogo siku moja. Mpangile yuko pale Ikomini na ambaye alizaliwa kutoka kwa Mpelera, ni mtoto wa pili kusema. Pia anafuata Pangama Hoti na mwingine kama watoto 13 ambao amezaliwa na Mpelera. Ndio maana tunasema mimi Mpelera, tunamwita Mpelera, unaacha kumuita Mtaki ambaye amezaa, unamrudisha nyuma, unamtaja mimi Mpelera. Wewe sasa tunashikilia Mpelera ambao wewe unajua kwamba ni kizazi cha ngapi. Kwa wameendelea Mkongwa, lakini Mkongwa huyo ndio aliozaa Muhimba, Mkongwa ndio alizaa Mpelera, Mpelera ndio akazaa watoto wote au akiwa na mama wengi kidogo. Ndio maana sasa wa Mkongwa tuko wengi, kwa sababu Gosi-Gosi huyu alizaa
Alfani na wengine kama nilivyowasikia hapa kina Mkongo wametokana kwa Mkongo. Mpangilio wametokana kwa Mpangilio. Mpangilio akamzaa Mtaki. Kwa hiyo tulienda katika kuzaliwa kwa watoto Pangamahuti. Watoto wa Pangamahuti wanaita Pangamahuti, lakini Pangamahuti, Mkongwa, Mbelela, Mtaki, Mbelela, wote mnaita Mbelela, lakini ni watoto wote wa Kitunguu. Kwa sehemu nyingine zote katika maisha walienda na kuishi tofauti, lakini bado tafsiri sasa vile vitu walivyochukua, kama alivyosema kaka yao, hawakupishana wale walimfundisha mimi. Fute wewe utakuwa unatambika, lakini aliuliza swali, je, kati ya hivyo vitu wewe umechukua jembe, wewe umechukua gongo, wewe umechukua jembe, ni nani mkubwa kuliko wote, ambaye naona yeye sasa amechukua kitu cha maana sana? Mkongo sana, ndio mimi. Kaba Fute, wewe ndio mimi. Na hiyo sasa ndio mimi ndio jenga. Akasema jamani, sasa kama vita imefika vita, sasa katika vita hiyo utakwenda kupiga vita wakati una njaa? Akajibu hapana. Umuone nani? Kiswaga naye lima. Na utakwenda kule wewe kama hujajua kule kunalo kufanywa nini. Umuone Fute atatandika. Na hiyo utatandika nini wakati Kiswaga hajampa chakula? Sasa umechukua huko. Na unapote kwenye vita mpoki wako bila kula. Haiwezekani. Kwa mte kitu kimoja. Utatoka wewe, utaenda kwako, utatambike, nafu utatambika hana, utakwenda kwa Kiswaga mwenye jembe ni mwenye chakula, awape chakula, mkae wote watatu, mtambike, wewe uondoke na hasira zako. Nenda kapigane. Kwa hiyo wote walikuwa kitu kimoja. Bwana Yesu asifiwe. Nimepata neema ya kutembelea makaburi ya baba zetu, babu zetu, tukiwa kama wajukuu na vitukuu. Sasa ningependa kuuliza wazee wetu, hao watu watatu, Mkongwa, Fute na Kiswaga, walizikwa mahali gani? Maana nimeona kaburi la Mhimba lakini sijaona la Mkongwa tu, na natamani kujua je, Mkongwa alilala mahali gani? Asante, swali zuri, pigia makofi. Swala msingi kabisa hilo. Sasa sijui tulijibu moja kwa moja hilo, wazee nani ameanza kujibu hilo? Liko wazi moja kwa moja. Kaburi la Mkongwa liko wapi? Binti anasema ni kweli, tumetembea, tumeenda Isimikini kule, tumeenda Ihanja, tumepita kote wakiuliza maswali magumu. Anauliza, baba, mbona ndio kaburi la Mkongwa liko wapi? Nikasema haya basi, sasa hii ndio nafasi kwenu sasa mtuambie, maana la Mhimba lipo niliona, lakini sasa baba yake Mhimba ambaye ni Mkongwa, kaburi lake liko wapi? Swali la msingi. Karibuni. Namba kujibu Mzee Elias au Chief? Yes. Asante sana mwenyekiti. Ili swali mzito kidogo. Tukitaka kuanza kuchunguza toka Mkwimi na watoto wake mpaka Mkongwa, nimesema ni vizazi 6. Tukisema kwamba kila tuanze kuchunguza kutoka kaburi la Mkwimi liko wapi, la Mkongwa liko wapi, linalojulikana ni kizazi cha Mhimba. Iko Ihanja pale, watu wanakwenda Ihanja wanakwenda, lakini makaburi mengine mimi ninaloliona kaburi mpaka sasa hivi ni vizazi hivi vilivyokuja mbele. Haya makaburi yao yapo, makaburi yao, lakini wa vizazi 6 huko kwa kweli ni vigumu sana hata kujua walizikwa sehemu gani. Mambo haya mimi siyachukui hewani, nimechukua kwenye maandishi walioandika wenzetu huko
wakina chifu Mabuti hao waliyaweka. Sasa ukiangalia katika mlolongo huu, koo zenu hizi, mwingine ameuliza kwa nini wakina Kiswaga ama wakina Futi mbona hatuona hapa? Sasa kifupi, msikilize vizuri. Mfwimi alimzaa Ngirivika, Ngirivika alimzaa Maloba, Maloba alimzaa Mkongwa, Mkongwa akamzaa Kahemele, Kahemele alimzaa Muhimba. Baba yake wa Muhimba ni Kahemele. Ndivyo walivyoandika wale. Sasa ninachotaka kusema hivi tunazungumzia pengine kizazi hiki cha mbele. Ndio maana wengi maswali yanaingia, msije mkachanganya. Sasa tuko kwenye kizazi cha mbele ambacho tulikuwa tumesema Muhimba aliwazaa Fute, Kiswaga na Mbeyela, na ndio kizazi kinachoendelea mpaka sasa. Sisi tuliopo hapa tuko kwenye kizazi cha Mbeyela, na Mbeyela huyu alizaa watoto 16 na majina yao yapo. Mimi ni Mfaume Pastori na hii ni Budget Communication.